Karibu katika Samdizo Simulizi. Hii leo tunaendelea na simulizi mpya inaitwa Binti Merinda. Sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Merinda ameanza maisha mapya nyumbani kwa kina Mariki bila kujua kuwa kuna chuki iliyokuwa inamea kimya kimya dhidi yake. Sasa simulizi linaendelea. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Merinda alianza kuhisi kama binadamu tena. Aliamka asubuhi akiwa na kazi, lakini si kama utumwa alioupitia zamani. Ingawa alikuwa mfanyakazi wa ndani, bado alipata chakula, sehemu ya kulala na angalau maneno machache ya upole kutoka kwa Mariki. Kila siku iliyoenda mbele, uhusiano kati yake na Mariki uliendelea kukua. Walizungumza kwa muda mrefu, wakicheka, wakishirikiana mawazo na wakati mwingine wakikaa kimya wakitazamana tu. Ndani ya kimya hicho kulikuwa na kitu kizito, upendo ambao haukusemwa kwa maneno lakini ulieleweka mioyoni mwao. Lakini ndani ya nyumba hiyo si kila mtu alifurahia hilo. Mama yake Mariki alimchukulia Merinda kama mtu wa kupita tu. Hakumpa heshima yoyote zaidi ya kazi yake. Kila alichofanya Merinda kilionekana kuwa hakitoshi. Fanya kazi yako vizuri, usijisahau wewe ni nani, Mama Mariki alimwambia mara nyingi kwa sauti ya ukali. Maneno hayo yalimuumiza, lakini Merinda alivumilia. Alikuwa amezoea maumivu. Lakini mtu mmoja aliyekuwa hatari zaidi kuliko wote alikuwa Recho. Recho alianza kuja nyumbani kwa kina Mariki mara kwa mara, akijifanya rafiki wa familia. Alikuwa na tabasamu la nje, lakini moyoni alijaa chuki kali dhidi ya Merinda. Kila alipomwona Merinda karibu na Mariki, moyo wake uliteketea kwa wivu. Huyu hawezi kunichukulia nafasi yangu, haiwezekani, alijiambia. Alianza kumchunguza Merinda kwa karibu. Alitafuta udhaifu wake, alifuatilia kila hatua yake, akingoja nafasi ya kufanya kitu kitakachomwangusha kabisa. Na siku hiyo ilifika. Ilikuwa ni jioni ya kawaida. Merinda alikuwa jikoni akipika chakula cha familia, akihakikisha kila kitu kipo sawa. Alikuwa akifanya kazi kwa bidii, akitumaini angalau siku moja angekubaliwa. Hakujua kuwa nyuma yake macho yalikuwa yanamwangalia. Recho alikuwa ameingia kimya kimya jikoni alipohakikisha hakuna mtu mwingine. Aliangalia chakula kilichokuwa kinaiva, kisha akatoa kipande kidogo cha kioo kilichovunjika. Moyo wake haukusita. Polepole alikiweka ndani ya chakula, kisha akaondoka bila kuonekana. Dakika chache baadaye, Merinda alimaliza kupika bila kujua chochote kilichotokea. Chakula kilipelekwa mezani. Wote walikaa kula kama kawaida. Baba yake Mariki, akiwa hana wasiwasi wowote, alichukua chakula na kuanza kula. Sekunde chache baadaye, alisimama ghafla. Alishika koo lake kwa nguvu, macho yake yakitanuka kwa maumivu makali. Damu ilianza kumtoka kidogo mdomoni. Kuna nini? Mama Mariki alipiga kelele. Hali iligeuka kuwa ya taharuki. Baba Mariki alianguka chini akiumia vibaya, akishindwa hata kuongea. Wote walikimbia kumsaidia huku wakipiga kelele. Haraka aliwahishwa hospitalini. Ndani ya dakika chache, nyumba ile iligeuka kuwa ya hofu, hasira na sintofahamu. Na ghafla lawama zilielekezwa kwa mtu mmoja tu. Merinda. Huyu msichana amejaribu kumuua mume wangu, Mama Mariki alipiga kelele kwa hasira kali, macho yake yakiwa yamejaa chuki. Merinda alishtuka. Mama, si kweli. Mimi sijafanya hivyo, alijaribu kujitetea, sauti yake ikitetemeka. Lakini hakuna aliyemsikiliza. Kila mtu alimwangalia kama mhalifu. Hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja, lakini mazingira yote yalionyesha yeye ndiye aliyepika chakula. Na kwao hiyo ilitosha. Polisi waliitwa. Ndani ya muda mfupi, Merinda alikamatwa. Mikono yake iliwekwa pingu, machozi yakimtiririka bila msaada. Aligeuka kumwangalia Mariki, lakini hata yeye alikuwa kwenye mshtuko, akijaribu kuelewa kilichotokea. Mimi sio, naomba uniamini. Merinda alisema kwa sauti ya chini kabla hajapelekwa. Lakini tayari dunia ilikuwa imemgeuka tena. Alirudishwa kwenye giza lile lile alilokimbia. Safari hii ikiwa mbaya zaidi. Alitupwa gerezani, mahali penye baridi, giza na huzuni.
Ndani ya siku zile chache, Merinda alihisi kama maisha yake yamefikia mwisho. Alilia, si kwa maumivu ya mwili, bali kwa uchungu wa kushtakiwa kwa kitu ambacho hakufanya. Kwa nini mimi tena, Mungu wangu? Aliuliza huku akitetemeka. Siku zilipita polepole, moja, mbili, tatu, hadi siku ya tano. Ndipo mlango wa gereza ulifunguliwa, na mtu aliyesimama pale alikuwa Mariki. Mlango wa chumba cha mahabusu ulipofunguliwa, mwanga kidogo uliingia ndani. Merinda aliyekuwa amekaa kona, amejikunja na macho yake yamevimba kwa kulia, aliinua kichwa polepole. Macho yake yalikutana na ya Mariki. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema kitu. Kulikuwa na ukimya mzito uliobeba hisia nyingi, maumivu, maswali na kile kilichobaki cha tumaini. Merinda, Mariki aliita kwa sauti ya chini. Machozi yalianza kumtoka tena Merinda. Nilikuambia siku ile sikuweza kufanya kitu kama hicho, alisema kwa shida, sauti yake ikiwa dhaifu. Mariki alisogea karibu na nondo za chuma zilizowatenganisha. Najua, moyo wangu umeniambia hivyo. Nimekuja kukuondoa hapa, alisema kwa msisitizo. Ndani ya macho ya Merinda, kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, mwanga mdogo wa matumaini ulionekana. Ilichukua muda, taratibu na fedha nyingi. Mariki alilazimika kutoa dhamana ya shilingi milioni 5 ili kumtoa Merinda. Haikuwa rahisi. Wazazi wake walipinga vikali, wakisema anapoteza muda na pesa kwa mtu ambaye hastahili. Lakini Mariki hakusikiliza. Kwa mara ya kwanza alisimama imara kwa ajili ya mtu aliyempenda. Hatimaye Merinda aliachiliwa. Alipotoka nje ya kituo cha polisi, alihisi kama anavuta pumzi kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Lakini uhuru huo haukuwa na furaha kamili, uliambatana na hofu kubwa moyoni. Alikuwa ameumizwa sana. Mariki bila kusita alimtafutia chumba kizuri cha kuishi. Alimpatia mahitaji ya msingi na kumhakikishia kuwa sasa yuko salama. Kuanzia leo hakuna mtu atakayekuumiza tena, alimwambia kwa upole. Lakini Merinda hakuweza kuamini tena kwa urahisi. Usiku wa kwanza ndani ya chumba chake kipya, alilala kitandani, lakini usingizi haukuja. Kila sauti ndogo ilimfanya ashtuke. Kila kivuli kilimkumbusha yale aliyopitia. Alijiona bado yuko gerezani hata kama mlango ulikuwa wazi. Siku zilipita. Mariki aliendelea kumtembelea, kumfariji na kumtia moyo. Lakini Merinda alizidi kuwa na woga. Ndani yake kulikuwa na sauti iliyomwambia, hapa si salama, watu wanaweza kunipata tena. Na siku moja alichukua uamuzi mwingine mzito. Aliamua kuondoka. Bila kumwaga Mariki, bila kusema neno, aliondoka usiku kimya kimya, akiacha kila kitu nyuma. Hakuchukua hata nguo nyingi, alichukua tu hofu yake na maumivu yake. Alirudi tena mtaani, safari hii akiwa na moyo uliovunjika zaidi kuliko mwanzo. Alianza tena kuzurura, kuomba msaada kwa watu, kulala chini ya miti na kupambana na maisha peke yake. Lakini sasa alikuwa tofauti, alikuwa amejeruhiwa ndani kabisa. Siku moja akiwa amechoka sana, alikaa chini ya mti wa mwembe pembeni ya barabara. Jua lilikuwa kali, tumbo lake lilikuwa tupu na mawazo yalikuwa mengi kichwani. Aliangalia watu wakipita, kila mmoja na maisha yake. Lakini yeye alihisi hana pa kuelekea. Macho yake yalifumba polepole na usingizi mzito ulimchukua. Ndani ya usingizi huo alijikuta akiwa mahali alipopazoea sana. Ilikuwa ni shamba lao la zamani, eneo ambalo aliwahi kwenda akiwa na wazazi wake kabla ya maisha kubadilika. Aliweza kuona mimea ya mahindi ikipepea taratibu, upepo ukivuma kwa upole. Kisha macho yake yakavutwa sehemu moja karibu na mti. Lakini si mwembe, ilikuwa mti wa mchungwa. Karibu na mti huo aliona ardhi ikiwa imechimbwa kidogo, kana kwamba kuna kitu kilifukiwa hapo. Ndani ya ndoto alisikia sauti ya mama yake. Merinda, usisahau tulichoficha, hapo ndipo tumaini lako lilipo. Alishtuka. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Ndoto hiyo ilikuwa halisi kupita kawaida. Na ghafla kumbukumbu zilianza kurudi.
Alikumbuka siku moja zamani, akiwa bado mdogo, alikwenda shambani na wazazi wake. Alikuwa akicheza pembeni, lakini kwa mbali aliwasikia wakiongea kwa sauti ya chini. Baba yake alisema, lazima tufiche baadhi ya mali zetu, ndugu zangu hawataki mema. Mama yake akaongeza, tutaweka kwenye sanduku karibu na mti wa mchungwa. Hapa hakuna atakayejua. Wakati huo hakuelewa umuhimu wa maneno hayo. Lakini sasa kila kitu kilikuwa kinaanza kuungana. Merinda alifumbua macho ghafla kutoka usingizini. Alikaa kimya kwa sekunde chache, akihema kwa nguvu. Je, ilikuwa ndoto tu au ilikuwa ujumbe? Alitazama mbali na kwa mara nyingine, baada ya muda mrefu alipata mwelekeo. Bila kusita alisimama. Safari mpya ilikuwa inaanza. Safari ya kurudi kwenye mizizi yake, na labda safari ya kubadilisha maisha yake milele. Huu ni mwisho wa sehemu hii, tukutane sehemu ya mwisho.